ndugu zetu waandishi wa habari. Lengo letu kubwa kwanza ni kuitambulisha taasisi kwa ambao labda hawajawahi kuisikia, ili waweze kuijua na waweze kujua kazi yake ni nini. Lakini lengo jingine ni mustakabali wa nchi yetu na nini nafasi yetu au nini nafasi ya Mtanzania katika kuitumikia nchi yake. Kama nilivyosema kwamba ni taasisi kongwe, lakini ni taasisi ambayo kazi yake kubwa ya kwanza ni kuwazindua watu walioghafilika na dini, walioghafilika na Mwenyezi Mungu. Hii ndio kazi yake kubwa. Tujue ndugu zangu kwamba Mwenyezi Mungu kutuumba alikuwa na malengo yake, na lengo kuu la Mwenyezi Mungu kutuumba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yeye ndio aabudiwe, kusiabudiwe chochote kile. Lakini kwa bahati mbaya watu wameghafilika kufikia mahali kwamba Mwenyezi Mungu tunamuondoa kwenye nafasi yake ya uungu, na hili ni janga kubwa. Kwa hiyo sisi kama Al-Malid tulikuwa tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukienda kwenye Qur'ani chapter ya 3 au sura ya 3 aya ya 104, Mwenyezi Mungu mwenyewe anatoa amri, anasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kwamba kuwepo na kundi, kuwepo na taasisi, kuwepo na watu ambao kazi yao, unaona, watakuwa ni wenye kuamrisha mema. Wao na waita watu katika kufanya mambo mema, mambo ya amani, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia. Kazi yao iwe ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo utakuta kwamba taasisi yetu, kule kuwepo tu kwa taasisi ni agizo la Mwenyezi Mungu kutekeleza kile alichokisema kwenye kitabu chake. Lengo la Mwenyezi Mungu ni kuabudiwa, lakini kwa bahati mbaya huyu mwanadamu amesahau Mungu anaposema ibada, yeye basi akili yake imekwenda moja kwa moja kwenye kusali tu, kwamba hiyo ndiyo ibada. Wakati kumbe kusali ni sehemu tu ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anaabudiwa katika hali yoyote, tangu siku ile uliozaliwa mpaka siku utakayoondoka duniani. Unajifunza na unaabudu. Jinsi utakavyokuwa unaishi, kama utakuwa unafanya kazi, almuradi kwamba kazi yako ni ya halali, uko tayari kwenye ibada na unapata thawabu zako. Jinsi utakavyoishi katika jamii, jinsi utakavyokuwa mtu wa imani, mtu ambaye unapendwa na watu, kukosekana kwako inakuwa ni adha kwa watu, ujue kwamba uko kwenye ibada. Na anakwenda mbali zaidi kwamba mwanadamu siku zote asio ni mwenye kujipendelea tu peke yake, bali yale anayoyapenda yeye ampendelee na mwenzie. Ukifanya namna hiyo uko kwenye ibada. Kwa hiyo taasisi ya Al-Malid, moja ya kazi ni kuwazindua watu ambao wameghafilika na Mwenyezi Mungu. Wajane, Bi Mariam mnayemwona hapa, hicho ndio kitengo chake kikubwa. Kama tunavyojua kwamba wajane ni watu ambao wanatakiwa kuhudumiwa. Kwa hiyo tunatafuta misaada, au na sisi wenyewe tunawashirikisha watu, tunaishirikisha serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linakuwa. Lakini tukirudi tena upande mwingine, kazi si hiyo tu, kuna kazi nyingi tu. Kuna kazi za kuchimba visima, kuna kazi za mahospitali, kuhakikisha kwamba tunakuwa na kliniki,
na kutafuta dawa ziweze kuwafikia walengwa. Tunashirikiana na taasisi nyingine, kwa mfano kama taasisi ya JAI ambayo imefanya kazi kubwa sana nchi hii katika kuhudumia wananchi ambao wamepewa mtihani wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wa kuugua. Tuko nao bega kwa bega, serikali tuko bega nayo, yani kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Na hizi huduma mbalimbali tunazozitoa, pamoja na kwamba sisi ni taasisi ya Kiislamu, hazijalishi kwamba lazima walengwa ni Waislamu. Walengwa ni Watanzania. Kwa upana zaidi tunashirikiana vile vile na taasisi za kimataifa. Kwa hiyo yeyote ambaye ni Mtanzania katika sehemu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametuchagulia tuwe, sisi wote ni wadau, bila kuangalia kwamba huyu ni Muislamu au huyu ni Mkristo. Lakini pili, katika kuhakikisha kwamba tunaitangaza hii taasisi kwa watu wote na kutoa huduma, lakini kuna kitu kimoja muhimu sana ambacho tunahakikisha kwamba ndio msingi wetu mkubwa, kwamba tunafikishaje ujumbe. Niwakumbusha kidogo ndugu zangu wanahabari, ukisoma katika vitabu vitakatifu, manake vitabu vya Mwenyezi Mungu viko 4, kuna Taurati, kuna Injili, kuna Zaburi na kuna Qur'ani. Kwa hiyo katika kuifanya hii kazi, hii ndio guidance yetu tunayoitumia. Ukimwangalia Mtume Musa, Nabii Musa alayhi salam, ambaye yeye assignment yake ilikuwa kupeleka message kwa Firauni. Firauni nani? Firauni ni kiumbe ambaye madhambi yake yalikuwa makubwa kuliko hata ya Ibilisi. Yeye alifikia stage ya kujiita kwamba ni Mungu mkuu. Rekodi iko kwenye vitabu. Na hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama hiyo. Lakini ilipofikia time kwamba sasa Mwenyezi Mungu anataka kumzindua huyu mja wake Firauni anayejiita Mungu na kumtuma Musa, alimpa agizo kwamba nenda na soft language, nenda na kauli laini. Pamoja na kwamba amemuudhi sana Mungu, lakini Mungu kuonyesha rehema zake anamwambia peleka message lakini kwa kauli nzuri. Ni fundisho tunalolipata sisi hasa katika nchi yetu, kwamba almuradi kwamba sisi ni wanadamu, hatujakamilika, ni wenye kukosea. Ni lazima kuwe na kusameheana, na ni lazima message unapoipeleka kwa mtu ambaye unamwona hayuko sawa, uipeleke kwa nini? Kwa kauli nzuri. Kwa sababu si kauli nzuri tu, bali Mwenyezi Mungu ametoa rekodi nyingine kwenye Qur'ani, wakati sasa anampeleka mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia waite watu katika dini ya Allah kwa hikma, wisdom na maneno mazuri. Haya ni mafundisho ambayo tunatakiwa tuyapeleke kwa jamii, hasa jamii yetu ya Kitanzania, katika hizi siku ambazo sisi tunaita ni siku tete, ambapo kwa bahati mbaya kuna watu ambao wanataka kuvuruga amani. Kwamba ili uweze kuwa mfano na uishi vizuri katika jamii, ni lazima uwe ni mtu ambaye jamii inakuhitaji. Sio ifikie mahali kama ndio unadondoka basi wote wanafurahi kwamba afadhali kadondoka. Lazima tujifunze kwa viongozi wetu, mitume waliotangulia, jinsi walivyoishi na watu, waliishi namna gani. Agizo la Mwenyezi Mungu ni kutumia hikma katika mambo yote tunayofanya yanayohusu maisha. Kama nilivyoanza kusema mwanzo kwamba tunapozungumzia ibada, tunazungumzia mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Yuko kwenye ibada, as long as mfumo huo anaokwenda nao ni mfumo halali. Ajue hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulitangulize mbele. Tuhakikishe kwamba sisi ni Watanzania,
Utanzania wetu, kama tulivyoambiwa hata na viongozi wa nchi hii nyuma huko, kwamba tunapozungumzia kwa mfano Afrika, ni Afrika yetu moja. Ukimzungumzia baba wa taifa Mwalimu Nyerere, sisi tukiwa vijana, na ndio moto uliokuwepo mpaka kuhakikisha kwamba Afrika yote inakuwa huru, alikuwa akirudia kusema kwamba uhuru tulipata kweli mwaka 61, lakini uhuru huo haukukamilika. Alikuwa anasema haukukamilika kama kutakuwa kuna nchi nyingine bado hazijajikomboa, hazijapata uhuru. Kwa hiyo ni kwamba unapoishi katika jamii uhakikishe kwamba unampendelea mwenzio jema lile unalojipendelea nafsi yako. Ndugu zangu wanahabari, kama mnavyofahamu kwamba katika chini ya wiki 2 kutoka sasa hivi nchi hii inaingia kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni jukumu letu la kikatiba kama Watanzania. Ni jukumu ambalo linakuja kila baada ya miaka 5. Kuweza Mtanzania kukaa chini ukatafakari na akili yako timamu kwamba nani ni mtangulize mbele katika uongozi. Ni jukumu ambalo kila mtu anatakiwa ahamasishwe, pamoja na kwamba hawezi kufungua pingu kwamba nenda kachague, lakini ahamasishwe, ajue wajibu wake wa kikatiba kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi. Kama ni wakati wa uchaguzi, nini nachotarajia, nani ambaye ningependa aniongoze awe kiongozi wangu katika nchi. Sasa kwa bahati mbaya, tunapofikia muda kama huu, huwa kuna kutokuelewana, na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya watu ambao sasa hivi tetesi zimesha kuwa ni nyingi tu kwamba wanapenda kuvuruga, wanataka kuvuruga uchaguzi. Wakati uchaguzi ni haki ya kikatiba, regardless ya chochote ambacho kinaweza kuwa kimetokea katika nchi, lakini fursa hiyo ni lazima ibaki mahali pake na itekelezwe jinsi inavyotakiwa. Sasa sisi kama taasisi, hili jambo tumekaa na tumelitafakari na kuona kwamba hapana, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwazindua watu, basi tuwazindue watu waelewe kwamba haki ya kikatiba ni kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa wito, ndugu waandishi wa habari, nyinyi ndio mtakayotusaidia kupeleka hii message kwa Watanzania, na dunia yote inatuangalia, kwamba watu waelimishwe hata kwa siku hizi chache, na wakae mbali na yeyote ambaye anataka kuvuruga uchaguzi. Uchaguzi ni haki ya kila raia, hata kama kuna nini, lakini hilo jambo kwanza ni first priority. Kwa hiyo hatutakuwa tayari sisi kama taasisi, tunaungana na Watanzania kuhakikisha kwamba hiyo tarehe 29 ikifika tunakwenda kupiga kura. Hili ni jambo ambalo ningependa lieleweke, na nisingependa kwamba vyombo husika vikae vikisubiri, na wakati vinaona kabisa kwamba kuna mtu anataka kuvuruga amani, kwa sababu sisi Waislamu tunapozungumzia amani tunazungumzia dini yetu. Unaposema kwamba mimi ni Muislamu, unasema kwamba mimi ni mtu wa amani. Unapokuwa na amani, yawezekana kabisa kwamba kunaweza kuwa kuna up and downs katika hiyo amani, lakini first priority inatakiwa iende kwenye amani. Lakini baadaye kama kuna kitu kinaweza kirekebishwe, lakini tukijua kwamba point namba 1 ni nini? Ni amani. Na hakuna chochote kinachoweza kwenda vizuri katika nchi. Hata hiyo ibada yenyewe ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ibada sio kusali peke yake, ni kufanya kazi, almuradi kazi yenyewe iwe ya halali, na mambo mengine yote haiwezekani uyafanye kama hakuna amani.
Kwa hiyo na kuombeni sana ndugu zangu, tupeleke hii message kwa Watanzania kwamba hizi siku chache zilizobaki sisi wote tuwe ni wajumbe wa kuhubiri amani, ili tatizo hili zoezi hili liweze kwenda salama. Nimkaribishe katibu wetu mwenezi taifa ili aweze, tutakuwa na wazungumzaji wawili watatu ili aweze kuendelea na hatua hii, lakini nasisitiza amani, amani, amani. Asanteni sana. Waheshimiwa waandishi wa habari, waheshimiwa viongozi wa taasisi ya Al-Mahdi, mwenyekiti wa mkoa, katibu mkuu wa taasisi yetu, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, mama yetu Hajat Mariam, mjumbe katika bodi ya wadhamini, mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam na katibu mwenezi wa taasisi yetu mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Ahmed Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwanza nitumie fursa hii muhimu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia niwashukuru viongozi wenzangu walioweza kufika hapa leo muda huu sahihi na wakati huu. Niwashukuru na waandishi wa habari mlioweza kuacha majukumu yenu mengine na kuweza kufika mahala hapa, tunawashukuru sana. Mimi naitwa Abdulaziz Madenge, katibu mwenezi wa taasisi kongwe, taasisi ambayo katibu wetu ameeleza kwa upana na urefu. Majukumu yake ameeleza walau kwa uchache wake. Mimi kwa upande wangu nitaeleza mambo makubwa mawili tu, na hii tunafanya kwa sababu ya kuchunga muda. Taasisi yetu, miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunayafanya ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii, ni pamoja na kuwakumbusha watu walioghafilika katika dini, ni pamoja na kuchimba visima, mashule, hospitali na kadhalika, na kuwazindua watu wamjue Mwenyezi Mungu, waache mabaya, wafanye mema. Haya yote katika dini ya Kiislamu ni ibada. Definition ya ibada au taarifu ya ibada katika dini ya Kiislamu ni kuacha mabaya na kufanya mema. Taasisi yetu inafanya jambo hilo, kuwazindua watu waache mabaya na wafanye mambo mema. Kwa kuwa hayo yote ni ibada, ibada ndugu zangu inatakiwa ifanyike mahala ambapo pana amani. Ibada yote haiwezi kufanyika mahala ambapo hapana amani. Sisi kama taasisi yetu, miongoni mwetu kuna watu wana mitandao, kupitia simu zao tunaona kama kuna viashiria fulani hivi ambavyo vinaweza kama vitaachwa na vyombo vya usalama vikahatarisha amani ya nchi yetu. Sasa sisi kama viongozi wa dini hatuwezi kukaa kimya, lazima tuseme, lazima tunyanyue sauti zetu ili watu wajue kwamba viongozi wa dini nao wamesema. Kwanza, viashiria vyote ambavyo tunaviona kupitia macho yetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaliomba ama tunalitaka jeshi la polisi na idara mbalimbali za kiusalama wafuatilie kwa umakini mambo haya, na ikiwezekana wale wanaohusika katika namna moja ama nyingine wachukuliwe hatua kali za kisheria, kwa sababu mtoto mdogo tunasema kama vile sponge, na mtu asielewa chochote tunasema kama vile sponge. Mtoto mdogo kama sponge, asielewa kama sponge. Ukiitia kwenye maji inanyonya, na ukikamua ile maji yanakuwa yenye kutoka. Sponge inabaki kama ilivyokuwa. Mtu asielewa, ukimlisha maneno, maana yake anaashika ile maneno, anafanya kuwa ni sahihi na ni maneno ya kweli. Lakini mtu mwenye kuelewa, hata ukimlisha maneno hawezi kuyashika na kuyafanyia kazi.
Sasa kwa sababu kuna watu wanalisha maneno ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maneno ya uongo, kwa watu wasioelewa wanaweza kuyashika na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tunarudia tena, vyombo vya usalama vifanye kazi yake ili tuweze kupita salama katika kipindi hiki. Hilo la kwanza. Jambo la pili, taasisi yetu sisi kama alivyosema mtangulizi wangu, katibu wangu mkuu, kwa Kiingereza unaweza ukaita Al-Mahdi International Propagation Islamic Center, kwa Kiarabu unaweza ukaita Al-Markaz al-Islamiyat litambil ghafina fi dini, kwa kifupi ndio hiyo Al-Mahdi. Kwa Kiswahili sasa ndio nataka maana hapo. Kwa Kiswahili sasa maana yake ni kituo cha kuwazindua watu, sio Waislamu tu peke yake. Ni kituo cha kuwazindua watu, Waislamu, Wakristo, wapagani, ina maana hata wasiokuwa na dini. Na Tanzania pia ina watu Waislamu, Wakristo na wapagani pia wapo walioghafirika katika mambo ya dini. Sasa kwa sababu ni watu na watu wana dini zao na hata wengine wasiokuwa na dini, kwa kuwa kituo chetu kazi yake ni kuwazindua watu walioghafirika. Tunajua kuna watu hapo wameghafirika. Tunataka tuitumie fursa hii kama taasisi ya Al-Mahdi kuwazindua watu wajue nini. Tumefanya research kama taasisi, tumebaini maisha ya Mtanzania 70% mpaka 80% lazima atoke, akishatoka apambane apate riziki ya kula na wanawe, na kesho tena atoke apambane apate riziki na wanawe aweze kula katika siku hiyo, alikadhalika na kesho kutwa. Endapo sisi wa Tanzania kwa maisha yetu amani ya nchi hii itakuja kuvurugika, maana yake ni kwamba Mtanzania huyu pengine aliyevuruga amani kwa mikono yake akawa ndani wiki nzima, atoki nje kwa sababu ya kuishi labda uko nje hakuko salama. Tuna wasiwasi kama taasisi kuna watu watakufa kwa njaa tu, kwa sababu Mtanzania ili aweze kuishi na familia atoke, iwe baba au mama, ndo familia inakula. Sasa leo hakuna kutoka huko nje hakusiko salama wiki nzima, mwezi mzima, maana yake familia hii kuna hatari ya kufa kwa njaa tu, kwa sababu uko nje usalama hakuna, hawana chakula ndani, hawana unga, hawana mboga. Sasa tunaomba watu walitathmini hili kwanza. Waarabu wana kitu kinaitwa kaifia, Waingereza kuna kitu wanaita future. Unapotaka kufanya jambo, Mtume anasema kabla kufanya angalia mwisho wake. Wewe Mtanzania ambaye maisha yako Waswahili wanaita pangu pakavu tia mchuzi, ili uweze kutoka ndo familia inakula. Endapo utakuwa ndani hali imekuwa tete huko nje wiki, mwezi, unaweza? Kama hatuwezi, basi kupitia miguu yetu, kupitia mikono yetu na kupitia akili zetu tunawasa wa Tanzania wasijaribu kuvuruga amani ya nchi hii. Tunawasa ndugu zetu wa Tanzania wasije kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa mfano, tuangalie wenzetu. Zanguni waandishi wa habari na Watanzania kiujumla. Kabla yote ni washukuru viongozi wangu kwa kunipa nafasi hii ya kuyazungumza machache nitakayozungumza kwa niaba ya taasisi na kwa niaba ya nchi vile vile. Tunapozungumza kwa niaba ya nchi kwa sababu taasisi iko ndani ya nchi. Kama tunavyoona huku viongozi wengi washatambulishwa, kuanzia mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa taifa, katibu na mjumbe kutoka bodi ya wadhamini pia wote wameshazungumza. Mimi la kwangu ni dogo tu, wengi wenu hii sura yangu sio ngeni kwenu. Niseme kasema leo Kombwa na nini, hapana. Mimi yangu leo ni machache kwa sababu niko na mabosi zangu. Siwezi kuwa na mengi zaidi. Kikubwa walichokizungumza mimi natoa tu msisitizo. Swala zima la amani. Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye upo nyumbani sasa hivi umejisahau kwenye Instagram, kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba
watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al-Malidi iliona kuna umuhimu, kwa sababu taarifa sio kitu kidogo. Taarifa sio kitu cha kupuuzia. Hata kama mtu anania ovu, kitu hata kuanzia kwenye simu mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa hiyo nikaona hapana, ni lazima walizungumze jambo hili, ni lazima lizungumzwe jambo hili kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe ndugu yangu ambaye unaabudu, wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako, bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu, au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayopongeza, muda huo amani kitoweka, hautapata nafasi hiyo. Kwa hiyo na mimi naungana na viongozi wa taasisi, na mimi nikiwa kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mwenezi wa taasisi ya Al-Malidi, nasema Watanzania tusije tukakubali kuingizwa mkenge na baadhi ya watu. Na mimi niliombe tu vyombo vya usalama vyote, kuanzia jeshi la polisi na kadhalika, vyote waanze kufuatiliwa wale wanaohamasisha mitandao au wanaohamasisha maandamano ndani ya mitandao. Waanze kufuatiliwa hivi sasa, kwa sababu kumnyima mtu kupiga kura ni sawasawa umemnyima mtu haki yake kikatiba. Ina maana ukihamasisha maandamano siku ya uchaguzi, ina maana wewe hauna utofauti na Tundu Lissu. Nitazungumza hivi, hauna utofauti na mwanasiasa anayepinga kuingia kwenye uchaguzi. Ushanifahamu? Kwa ndugu zanguni, nawaomba msije mkaingizwa mkenge vijana wenzangu, mtakuja kulia. Na sisi kama viongozi wa kidini hatutaki waumini wetu waumie. Tunachotaka waumini wetu wawe na amani, wakatafute riziki zao, wapate mawaidha kutoka kwenye dini tofauti ili wamwelekee Mungu wao kwa amani. Jukumu la taasisi ya kidini ni kumnasihi muumini wake kuweza kusimama katika misingi ya kuweza kumrejea Mungu wake. Mimi leo sina la ziada. Asanteni kwa